Semaji mmefanikiwa kuacha nusu huzuni katika mkoa wa Mwanza. Cha kwanza nataka kusikia hii alama moja inaweka kwa sehemu nzuri kiasi gani Fountain? Ni alama kubwa sana kwetu kwa sababu lisingekuwa jambo jema ama zuri ama la kuvutia kama tungepoteza tena leo alama tatu. Kupata alama moja tafsiri yake ni kwamba tunafikisha alama 29 kwenye msimamo, tunabaki pale pale ambapo tulikuwa, na hiyo sasa inatupa nguvu kuelekea kwenye mechi zetu zinazokuja. Tuna mechi ngumu sana nyumbani dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kupata alama moja dhidi ya Pamba ambao wamekuwa bora sana wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani, kwetu sisi ni faraja. Wanasema ni bora nusu shari kuliko shari kamili. Kwa hiyo tumepata nusu shari, tunaondoka nayo. Pongezi kwa wachezaji, wamepambana kwa dakika zote 90 kupambania nembo ya timu. Walijaribu kutafuta alama tatu, zimeshindikana, lakini tumefanikiwa kupata alama moja. Inatutosha, lazima turidhike na kila ambacho tunakipata, lakini mchezo ambao tulitakiwa tushinde kwenye nafasi ambazo tumezitengeneza. Chance ya kwanza kabisa, dakika ya kwanza tunapoteza. Kama Mudrik Shehe angetulia, pengine sisi tungekuwa wa kwanza kupata bao la uongozi kabla ya Pamba, lakini nafasi ambayo dakika ya 70 na hivi Sadiki aliipata, kama ingetumiwa vizuri, pengine nafikiri hesabu zingekuwa zinasoma sisi alama tatu, wao wamekosa alama zote. Kwa hiyo tumegawana alama moja, sio mbaya, tutajipanga kuelekea kwenye michezo inayokuja. Raundi ya kwanza wamekusanya alama nyingi sana tofauti na raundi ya pili, na michezo imesalia michache. Mpango wa Fountain Gate kwa mechi zilizosalia ikoje kuzingatia ligi inazidi kuwa ngumu? Mpango wa sasa hivi, pasi na kumung'unya maneno, mpango ni kuhakikisha tunabaki kwenye ligi kuu, kwa sababu hesabu za kuitafuta top 4 sasa hivi itakuwa ni kama vile tunapiga manyanga ama tunacheza mazingaombwe, lakini hesabu za kufikia ubingwa pia haziwezekani. Sasa hivi ni kujaribu ku maintain nafasi ambayo tuko nayo. Kama tutashindwa kwenda juu zaidi, basi tubaki pale pale ambapo tupo, ili tusishuke huko chini ambako ndio kubaya zaidi. Mpira unabadilika. Ni kweli tulikusanya alama nyingi sana kwenye duru ya kwanza, lakini duru ya pili imekuwa ngumu kwa sababu kila timu imejipanga. Hawa Pamba ambao sasa hivi wana alama 27 sasa, duru ya kwanza hawakuwa na alama hizi kwenye mechi kama hizi. Kwa hiyo mpira unabadilika, wachezaji wenyewe kwa wenyewe wanajiimarisha, lakini hata timu pia zinaimarika, na ndio maana ligi imezidi kuwa ngumu. Lakini mimi niseme Fountain Gate hatutashuka kutoka kwenye ile eneo ambalo tupo, tutapanda juu zaidi. Hiki ambacho tumekipata leo kitatusaidia kutuongezea nguvu na power kuhakikisha tunasogea zaidi ya hapa tulipo kwenda juu. Michezo minne ya Fountain Gate iliyosalia, na umesema mtapanda juu zaidi. Ukiangalia michezo minne ni vigongo vitupu, mbuzi vipi? Unajua anayekuja Babati anakuja Yanga, ratiba inasema tarehe 20, alafu tutamaliza na Azam. Ukimtazama Yanga ni mtu ambaye anafungika kabisa. Ni timu ambayo inafungika. Ni timu ambayo tukijipanga vizuri alama tatu zinapatikana. Yanga ni timu ambayo inafungika. Narejea tena. Yanga ni timu ambayo inafungika. Alafu uwanja wa Babati ni uwanja ambao haunaga ushikaji na mgeni. Kwa ambao wametufuatilia vizuri, ukiachana mechi ambazo tumepoteza mechi mbili tu Tanzanite kwa msimu huu. Kwa hiyo Yanga atakuja kwenye kipindi ambacho moja tutakuwa tumetoka kwenye mapumziko, lakini mbili wachezaji watakuwa wameshajipanga zaidi, kwa sababu moja ni mechi ambayo hata wao huwa inawauza wao kama wachezaji, sisi kama timu. Kwa hiyo Yanga tutaruka nao, ila hilo sina shaka nalo. Pia kuna uzuri wa kucheza na timu kama zile, kwa sababu wachezaji wana relax. Wachezaji wana enjoy kucheza na akina Pacome. Ukimpiga tobo Pacome, ukimfunga Djigui Diarra, manake unaongeza kitu kwenye profile yako. Kwa hiyo Yanga ataacha alama Babati. Azam ya zakazakazi ndo kabisa, hawatakuwa hata na mlango wa kutokea kabisa. JKT tutamfuata kwake pale pale Meja Isamuyo, tutaruka naye, tuna kisasi naye. Mangushi Coastal Union tulimfunga chuma 3-2 Babati, anakwenda tunamfuata kwake, na yeye pia tunataka kwenda kuchukua alama kwenye mgongo. Kama Pamba wamekusimamisha muda wote kwenye jukwaa kiasi kile, sasa si ndio mpira shehe? Ndio mpira, kwa sababu Pamba huyu yupo kwenye tia maji, kwa lazima atafute sehemu ya kujishikilia ili aondoke pale ambapo yupo. Ushanielewa? Na nilimwambia Moze jana, mpigie simu kwanza. Simu yangu bwana, Mkono kaondoka nayo, aliyefunga bao la kusawazisha. Mkono kaondoka nayo? Alikuwa anaongea na bibie pale. Hebu mpigie Moze. Mwenye simu nimpigie Moze. Ngoja tumpigie Moze. Haiwezekani, tulikubaliana tuzungumze baada ya mechi. Mpaka tumpate. Na tulikubaliana tuzunguke kwenye redio zote za hapa leo. Baada ya dakika 90. Hadi yako leo iweka ile ya Imeayuka kwa sababu mimi nilimwambia Moze, mimi nisipopata alama, ukinifunga na mama ukinifunga,
Nitakwenda maeneo mawili. Roundabout pale nitabaki na boxer langu afu nitatega shavu hivi. Pigeni makofi. Pigeni tu makofi. Afu nitaenda darajani pale Rock City pale. Nitasimama pale mnipige makofi kama angenifunga. Lakini imeshindikana. Naondoka na mwili wangu na boxer yangu na aibu zangu naondoka nazo Babati. Moza jamani, pigeni basi. Tunamtafuta. Una uhakika wa kupata alama 6 mimi nawaambieni, niliwaambia hiki kitu watu wakati Simba anakuja Babati. Nikawaambia Simba ni timu ambayo inafungika. Simba ni timu ambayo bora ikiwa haijakutana na Fountain Gate. Unajua timu zote huwa zinakuwa bora kama hazijakutana na Fountain Gate. Umeona Wapamba? Kama kuna mchezaji mmoja mshikaji wako hapa, mpigie simu sasa hivi. Sio sasa hivi bado. Saa 2 3 akishapumzika. Muulize mwili wako unajisikiaje? Atakwambia kaka wale sio watu. Wale sio watu. Si mmeona hapa? Dakika za mwisho huku watu ndio hivyo tu kwa sababu tu Mungu alisema leo tugawane alama moja, nyinyi Fountain Gate mpate moja, Pamba moja. Moze huyu hapa mshikaji wangu, ongea naye. Moze. Kakata simu. Kakata mtandao. Moze anakata simu. Anakimbia mshikaji wangu. Ni 1-2. Moja. Ndio jana. Mbuzi tuna taarifa kwamba vyumba vya kubadilisha nguo vya kwani vimepuliza dawa. Itakuwa ni kweli gani? Kimsingi sidhani kama ni vizuri zaidi kulielezea kwa sababu kamishna wa mchezo alikuwepo. Bwana Moze anakata simu. Kata tu simu. Of course kamishna wa mchezo alikuwepo. Nafikiri aliona hali ilivyokuwa. Ni hali ya hewa ambayo tuliona si nzuri kwa wachezaji. Ukizingatia pia ilibaki masaa machache kuelekea kwenye mchezo. Kwa hiyo tulichokiamua sisi kama viongozi basi tukae sehemu ambayo itakuwa salama mpaka kamishna wa mchezo aje, tazame hali ya uwanja, hali ya vyumba ilivyo. Uzuri alikuja. Alivyokagua akaondoka na sisi tumebaki nje. Kwa hiyo sijajua nini kiliendelea. Pengine pia alijiridhisha kwamba hapa ndani si salama kwa mtu ama binadamu kukaa, kwa nyinyi kaeni hapa. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimetokea. Kwa siwezi kusema nini hasa ambacho kilikuwa. Pengine ni hali ya hewa. Si unajua Mwanza mvua imenyesha bana. Pengine kuna lile fukuto liliingia vyumbani ikasababisha kidogo wachezaji wapate shida kwenye swala la kuvuta hewa na kuiachia hewa. Kwa hiyo mwamuzi labda kamisa wa mchezo, labda aliangalia chumba cha Pamba. Mwenye jukumu la kukagua vyumba ni kamishna. Yaani ikitokea tatizo lolote kabla na mchezo ukiwa unaendelea, kamishna wa mchezo ndiye ambaye ndio boss wa mchezo pamoja na GC, General Coordinator. Kwa hiyo GC alikwenda akatazama, nafikiri yeye anaweza kuwa na majibu mazuri nini hasa ambacho alikikuta. Lakini yes, nakubali kwamba hatukuingia vyumbani, kwamba tuliingia, sio kwamba tukuingia, tuliingia kisha tukaona mazingira si mazuri kwa sisi wachezaji wetu. Kwa hiyo tukatoka nje. Kwa tunasubiri mamlaka ziweze kupokea ripoti ya kamishna wa mchezo pamoja na GC, alafu watuambie, kwa sababu wote mnafahamu kuto kutumia vyumba vya kubadilisha nguo ni kosa kisheria. Kwa hiyo wao watatuambia, je, tulitenda kosa ama tulistahili kukaa nje kutokana na mazingira ya vyumba ilivyokuwa.